بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله، جزا الله أخانا الشيخ أبا أحمد خير الجزاء بهذه النصائح القيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها جميعا. Allah mlipe kila la kheri ndugu yetu Sheikh Abu Ahmad Muhammad Mafuta kwa nasaha hizi ambazo ametunasihi katika wakati huu wa asubuhi. Kwa kweli tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe sote kwa nasaha kama hizi. Ni nasaha za kujenga, zinatuzindua, lakini pia ni nasaha za kuonyesha njia, hasa kwenye vipindi kama hivi vigumu ambavyo tunavipitia na vingine viko mbele yetu. Kwa ni maneno ya kutiliwa maanani na kutiwa katika husbani, tuishi nayo katika maisha yetu ya kila siku biidhnillahil karim, ikiwa mambo yetu tunayapeleka katika misingi ya ilmu kama ilivyoelezwa kwa sisi wenyewe kusoma na kutoa bidii kwenye kutafuta hiyo ilmu, na tukishajua tukajitahidi kwenye kutekeleza ilmu kwa yale ambayo tunayaweza kwa kadiri ya istitaa, basi kheri siku zote inakuwa ni nyingi katika utaratibu kama huu, na shari inapungua watu wakiwa wanasoma na kufanyia kazi ilmu. Jamii kama hiyo inakithiri kheri na shurur zinakuwa zinapungua kama sio kumalizika. Na mtu mwenye utaratibu kama huu wa kusoma na kufanyia kazi ilmu na kuhudhuria durusi mbalimbali hawezi kukumbwa na kusombwa na hii mikumbo ya kuzuka katika jamii. Likizuka jambo basi tayari limemkumba naye amekuwa mshabiki. Hawezi kuwa hivyo, anakuwa ni mtu makini mwenye kuyapima mambo kwa sababu ya ile ilmu ambayo Allah amempa kwa juhudi ya kuitafuta. Watu wengi ambao wanazolewa na mikumbo ya watu waovu, wengi ni wale watu wajinga ambao wenyewe wanaweza wakajiona ni wasomi kwa kuwa wana elimu zingine, wakakosa ilmu ya roho, ilmu ya dini. Ni watu wajinga, wanakombwa sana watu hawa na makundi haya mabaya ambayo yanatahadharishwa na mashekhi katika darasa zao mbalimbali. Ndugu zangu Waislamu, mimi sina mengi ya kuzungumza katika haya ambayo Sheikh Abu Ahmad ameyazungumza kwa sababu yameitosheleza, lakini natilia tu msisitizo juu ya umuhimu wake. Katika uzungumzaji wake hafidhahullahu ta'ala wa kutusisitiza jambo la ilmu, amegusia pia ilmu ni sababu ya kutupa utambuzi wa kujua haki za watawala wetu, na sisi kama raia tutakiwa tuishi vipi na watawala, na hata pale ambapo yanajitokeza makosa kwa watawala na madhaifu mathalan, tunachukua hatua gani kuamiliana na watawala katika makosa hayo. Jambo hili huwezi ukalipatia kama huna fiqhi ya dini, tena ikawa umesoma kwa ulama wa haq min ulamai ahli sunnah wal jamaa. Al-Imam Abu Ali Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala, imetajwa riwaya ikiyasimulia maneno yake. Abu Nuaim katika Al-Hilya ameitaja hiyo riwaya kwa sanad. Maneno haya ya Imam Al-Fudayl yamezungumzwa na maulama wengi vile vile, akiwemo Imam Ahmad ibn Hanbal Al-Shaybani rahimahullah, na Imam Abu Ya'la katika Tabaqatul Hanabila kayataja pia. Wote hao wanasema katika maneno yao wakimzungumza mtawala, law alimtu anna li da'watan mustajaba laj'altuha, na katika baadhi ya matamko imekuja la saraftuha lidhi sultan,
Lau ningelijua kwamba mimi nina maombi yenye kujibiwa, kwamba kuna dua yangu hiyo nikiomba tu inajibiwa, basi ningeielekeza dua hiyo maalum kwa mtawala. Al-Imam Al-Fudayl bin Iyad Abu Ali rahimahullah alipoulizwa kwa nini basi iwe dua yako mahsusi, lau ungelijua kwamba yaitikiwa ungeielekeza kwa sultan, kwa mtawala, kwa nini? Faqala rahimahullah ta'ala, lianna salaha as-sultan salahu al-umma, kwa sababu kutengenea mtawala ndio kutengenea umma. Mtawala akiwa mzuri, akawa muadilifu, akawa mpenda dini, basi vile vile umma unatengenea. Kwa hivyo mtawala kumuombea dua ya kutengemaa maslahi yake ni mapana zaidi, kwa sababu kutengenea kwake ndiyo manfaa kwa raia na kwa bilad na miji vile vile inanufaika. Na kupitia msingi huu ndiyo utaona misimamo thabiti ya maulama wa ahli sunna wakizungumza kwenye kutubul aqaid, vitabu vya itikadi, vitabu vinavyozungumzia misingi ya imani. Katika misingi tuliyofunzwa sisi ni kuwatii watawala. Mambo haya yanatajwa ndani ya vitabu vya itikadi, kuwatii watawala na kutokuwafanyia uasi, na hata kama yatajitokeza mapungufu kwao ni kufanya sabr. Mnaifahamu hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ya Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir, fa inna man faraqa al-jama'ata shibran famata famaitatan jahiliya. Yoyote atakayeona kwa mtawala wake chochote ambacho hakipendi, kafanya jambo la kimakosa, kadhulumu, katumia ukali kwenye kutaamali na wewe, chochote ambacho anakichukia amekiona kwa mtawala wake, asubiri. Kwani yoyote mwenye kuigawa jamaa, kuichangua nchi na mtawala wake na raia wake, walau kwa kiwango cha shibri tu, akafa mtu huyo, amekufa katika kifo cha jahiliya. Wanaeleza wanawachuoni, amekufa kwa usiokuwa mfumo sahihi wa Uislamu. Haina maana maneno haya kwamba amekufa kafiri, bali mata ala dhalala, amekufa juu ya upotevu kama wanavyosema ulama wetu, kwa sababu ya kutokufanya sabr juu ya dhulma za watawala, akawa dhidi yao kwa kuhamasisha migomo, mapinduzi na mambo kama hayo. Lakini vile vile ile hadithi ya Abdullah bin Mas'ud kwenye milango hii tunaisoma sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katufundisha jambo kubwa sana. Yakulu alayhi salatu wassalam, innaha satakunu ba'di athara wa umurun tunkirunaha, kwa hakika mambo yalivyo utakuja kujitokeza baada yangu binafsi. Al-athara al-ikhtisas bishay, ni mtu kujihusisha na kitu pasi na watu wengine. Patatokea baada yangu, mtu anasema, ubinafsi kwa watawala na mambo mengine mengi ambayo mnayapinga nyinyi, utakuja kuyashuhudia kwa watawala wenu. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fama ta'muruna, watu waamrisha nini sasa tukifikwa na watawala kama hao wa binafsi, watu wa kujilimbikizia mali, utawala unakwenda kwa urafiki na ukoo? Ikifika hali kama hiyo tufanyeje? Angalia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qala alayhi salatu wasalam, tuadduna alhaqqa alladhi alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum
nyinyi mtatekeleza ile haki ya watawala iliyokuwa juu yenu, mtaendelea kuwasikiliza, kuwatii fil ma'ruf, kuwa chini yao, kutambua utawala wao, mtatimiza na kuitekeleza haki iliyo juu yenu. Na nyinyi yale ya kwenu mtamuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mtamuomba zile haki zenu, lakini wao wapeni nafasi zao, wapeni, wapigieni saluti, uheshimiwa muwape, wakizungumza mambo yasiyokuwa na maasiya sami'na wa ata'na. Lakini amekudhulumu, alikufunga kwa uongo, kwa kusingizia jambo, una madai ya msingi hupewi, hayo sasa muombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo ndio maslahi. Hebu sikiliza haya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, na maneno haya wayasikilize mashekhi wa harakati. Hizi ni hadithi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman tulabul ilm wanaijua. Qala alayhi salatu wasalam, tasma'u wa tuti'u lil amiri wa in dhuriba dhahruk wa ukhidha maluk. Utamsikiliza na utamtii kiongozi, mtawala, hata kama ukipigwa mgongo wako mijeledi, ukaadhibiwa na mtawala, au ikaporwa mali yako, utaendelea kumtii mtawala. Hebu angalia chiki wangu ambacho watu wengi wanadhani kwamba kupigwa, kufungwa jela au kunyang'anywa mali, ukafungiwa akaunti zako, wanadhani kwamba hii inatosheleza kuwa ni sababu ya kumwasi mtawala. Ukiwasikiliza waasi wengi, haya ndio manunguniko yao. Nini kimewafanya mkafanya mapinduzi? Mmekwenda msituni, tunadhulumiwa, tupewe haki zetu, kachukua mali zetu binafsi kadha. Mtume alayhi salam anaonyesha hizo sio sababu za kumfanyia mtawala mapinduzi na kumkhalifu, bali utatii. Na ni sunna ya Allah katika ardhi, kama wanavyoeleza ulama, watu kutawalishiwa watawala waliokuwa mfano wao. Ghaliban imekuwa ni sunnatullah fil ardhi, watu waliowema hupata mtawala mwema, na watu walio waovu ghaliban wanatawalishiwa watawala mfano wao. Sasa mara nyingine vidole usiviashirie kwa mtawala peke yake, ikawa mnamshambulia katika manabir, kwenye membari, kwenye mikutano ya hadhara, tukana kweli kweli. Hebu jiangalieni na nyinyi vile mlivyo mweko wenu, vile vidole mnavyomwashiria mtawala mkimkosoa, hebu vielekezeni kwenu. Mara nyingine mjiangalie mlivyokaa, ule uadilifu wenu, ule ukweli wenu. Mtajikuta kwamba nyinyi mna haki zaidi ya kutuhumiwa, pengine sawa sawa na yule mtawala wenu au nyie kuliko. Mkizungumzia wizi, mkamtuhumu mtawala kwa wizi, kwamba anadhulumu rasilimali za umma, nyinyi jielekezeeni kidole hicho, sisi tukoje kwenye wizi? Pengine umeaminiwa kwenye mali ya kikundi tu, kikoba, ukafanywa mweka hazina, tena kikundi chenyewe cha njaa, wafanya biashara wadogo wadogo, wenyewe wanaweka vibugu vyao, umepiga mzinga. Sasa wewe una kibali gani cha kumzungumza mtawala mwizi? Na mifano ni mingi. Kwa hivyo watawala wakati mwingine wanaendana na raia wao. Ndio zamani ndikusoma vitabu vya Sheikh Bakari Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, ameshafariki na mnafahamu yaliyojiri kwake. Zamani tukisoma vitabu vyake, akitoa mfano wa yule mmoja katika watawala wa Bani Umayya, katika watawala walikutajwa walikuwa binafsi, watu wakamshambulia sana, wakawa wanamsema kila mahali. Dhalika alwali, yule mtawala akawaalika watu wakubwa wakubwa wa mji, fadaahu, daa shurafa albalad, akawaita wale watu wakubwa wakubwa wa mji,
ambao wanaheshimika, watu bora. Aambia, haya nyinyi mnataka nini kwangu? Mbona mnanishambulia sana? Wanasema wakimwambia, anta khalifa, wewe ni mtawala. Awauliza, kwa hivyo mnataka mimi niwe kama Abu Bakar wa Umar? Wanasema ndio, tunataka uwe kama Abu Bakar wa Umar. Kwa sababu gani? Wao pia ni khulafa kama wewe. Yule akawaambia, je, nyinyi raia wangu mko kama watu wa Abi Bakar na Umar? Yani raia nyinyi viwango vyenu ni kama walivyokuwa raia wa Abi Bakar na Umar? Wakasema kalla. Sasa nitawezaje kuwa kama Abu Bakar na Umar? Mimi ni mtawala ninayoendana na nyinyi, type yenu, tulieni. Sasa wakati mwingine haya ni mafunzo tunapewa kwa vile sisi tulivyo. Sasa kabla ya kulani na kutafuta dua ngumu, hebu jiangalieni na nyinyi. Si ndio hawa mashekhe wa harakati mara kadhaa wamekuwa wakitutosa, kwa sababu mtu hana ukweli. Nasimama akizungumza mapungufu ya mtawala, akamnanga, akatoa historia, akataja mambo kadha wa kadha, mkahamasika, na akiwaambia tutokeni maandamano, tupinge dhulma hii, tusikubali Waislamu. Na watu mnaingia hamasa, mnatoka mkienda kutetea na kupinga dhulma ya mtawala. Mathalan, labda kuna haki mnadhulumiwa, imetokea sana hayo, lakini baadaye wale watawala wanajua, wale viongozi pale hawana, hakuna jambo pale. Wanaitwa tu chemba, naitwa, wanaalikwa mahali, wanazungumzishwa, napewa bahasha nono. Wale walikuwa kitukana mimbara, wanakuja kuwatuliza Waislamu, basi tulieni, msiwe na jazba, mambo yanashughulikiwa, mambo yako sawa kabisa. Mnatulia. Baadaye mkifuatilia mambo, mnakuta jamaa tayari bahasha zilitembea bwana. Kwa sababu watu mweko wao ni kama hao watawala wao, iliyo salama kwetu. Wallahi alazim, hatuwezi kujitakasa kwa usafi kwamba sisi ni wasafi kweli na wale watawala ni wachafu kuliko sisi. Wakati mwingine haya yametokana na madhambi yetu. Basi tumkumbuke Allah subhanahu wa ta'ala, tumuombe msamaha na tutubie kwake, na tumuombe atutawalishie watawala waliokuwa wema, ambao watatusaidia sisi katika taa ya Allah kwa kusimamisha hudud za Allah katika ardhi na kudhamini da'wa na tauhid. Allah tupe watawala hawa, na sisi wenyewe tufanye kazi ya kujibadilisha kila siku. Haya maneno tunayazungumza, na imekuwa ndiyo kauli mbiu ya maulama wetu. Ukiangalia vitabu vyao, kaseti zao, qurun, ukizungumza mambo haya kwa miaka. Maana da'wa salafia hichi ni kizazi, hakija kukatika, ndio da'wa yao. Na baadhi ya ulama wameishi kwenye vipindi vigumu vya watawala waovu, wajeuri kweli, wenye kula mali za watu, bali wengine wana uchafu wa nafsi, ni watu wana maasi makubwa ya wazi. Wako katika masahaba wamediriki khilafa za baadhi ya watawala walevi, na wakasubiria na wakaswali nyuma yao. Kibaru tabi'in wamewadiriki hao. Mmoja katika maulama anawazungumza katika watawala madhalimu ni Hajjaj ibn Yusuf, fasik dhalim, kama al-Imam Dhahabi anavyomuelezea katika tarjama yake. Paka anasema lau ila umma ungekuja na muovu wao, kwamba huyu ndio kiongozi wetu wa uovu, huyu ndio kilongola, sisi umma Muhammad tukawaletea Hajjaji tu, tungewashinda. Kwa namna alivyokuwa ni safak lidima, naingia katika mji ni kuua tu, naona vichwa vimeiva, umefika wakati wa kuvivuna, watu wanachinjwa tu. Haya yanaelezwa, lakini ulama walikuwepo wakubwa katika zama hizo, na wamefanya subira ya hali ya juu. Sisi
ambao tunalia leo kwamba watawala wamekuwa waovu, hatujafikia viwango hivyo vya kuteswa. Bali wakati mwingine mtawala akawatembelea, mtawala wa juu kabisa, pengine rais wa nchi au mfalme, ukamuona amewatembelea Waislamu katika sehemu yao, katika markazi yao, katika msikiti wao, akizungumza kwa taadhim na uoga mkubwa, mpaka anasema mheshimiwa shehe, nimekuja hapa mheshimiwa shehe kwa ajili ya kutaka dua zenu, mashehe zetu nyinyi. Unamuona mtawala anababaika kabisa. Umesoma historia za watawala waovu wewe, wauaji. Kwa hivyo pamoja na mapungufu yaliyoko, tunazo neema kubwa sana katika nchi zetu hizi. Tuitunze neema hii na tutumie hiyo ndiyo fursa ya kusonga mbele kiilmu. Mimi nawaambia kila siku, ndugu zangu, sisi tuitumie fursa hii. Inawezekana kabisa huu kimya wa watawala wao wakashughulika na mambo yao ya kuhakikisha kwamba tawala zao zinakuwa salama na nafasi zao zinabaki, wakajishughulisha huko mambo yao ya miradi, mipango yao, wako bize, wasitufuatilie huku msikitini kwetu. Hii ni kheri. Sisi tunasonga mbele kwenye kusomeshana. Mnaonaje wakiziacha ofisi tukaanza kufuatiliana huko misikitini? Kama baadhi ya watu wameshaanza kutafuta chokochoko kuwafuatafuata watawala, haya mnaona baadhi ya nyumba za ibada zinaanza kuchokolewa sasa, na baadhi ya viongozi wanatoa matamko kwamba baadhi ya nyumba za ibada zifanyiwe upekuzi na utafiti, zikaguliwe. Pengine baadhi ya nyumba zingine za ibada hizo hazina vigezo vya kufanya hizo kazi za dini hapa nchini. Hebu niambieni, zikitumwa tume na watawala zije kutukagua msikiti kwa msikiti, markazi kwa markazi, ikoje, mmejengaje, mnaendesha vipi, leteni leseni zenu, vibali vyenu. Hebu niambieni, misikiti mingapi itafungwa? Mimi nazungumza wazi tu. Markazi ngapi zitafungwa? Kwani mnadhani watawala hawajui madhaifu yetu? Wanajua. Sasa wakati mwingine usichezee sharubu za simba ukafikiria ni paka. Sasa tuombe Allah awape subira watawala wetu na watusamehe, wasitupekue kwa sababu watatuadhiri, na sisi tunawapenda na tuna madhaifu. Wakiyakuta wayafunike, kwa sababu yapo. Waje wakague mashimo ya vyoo tu kwenye markazi zetu, waangalie idadi ya wanafunzi wetu katika madrasa zetu na idadi ya matundu ya vyoo. Chuo inafungwa, bwana afya funga hapo, hicho tu. Na watakuwa wana hoja kubwa. Hata ukienda mahakamani kata rufaa 800 huwezi kuwashinda. Utaambiwa madrasa imefungwa kwa hoja za msingi, na jaji wa mahakama kuu anathibitisha, na rufaa yako imetupiliwa mbali. Tutulieni bwana. Misikiti mingapi ina usajili huko nchini? Vijijini huko kwenye mawilaya, kwenye makata, Waislamu wamejijengea misikiti yao tu, wanaswali wenyewe na kufanya dini. Hakuna cha karatasi, hakuna cha nini, wala haijulikani ardhi hiyo ilikuwa ni ya nani, ilikuwa ya wizi au ilikuwa ni open space, wala haijulikani. Watu wamejijengea wanaswali. Leo mnatafuta serikali ije ichokonoe huko. Bwana, sisi Waislamu tunaiomba serikali yetu, labda hao jamaa wafuatilieni, kwa sababu wana vierere. Sisi hatujawahi kuhubiri hata siku moja kupambana na nyinyi kwenye misikiti. Ni dini yetu, kuswali, tauhidi, aqida. Tunafanya mambo yetu, hata yale mambo yenye kuhitajia mali hatujawahi kuomba ruzuku serikalini, hatujawahi kuomba. Tunachanga wenyewe tukafanya mambo yetu, tena tunachanga 100 tukajenga vimsikiti vyetu, tukaviweka vijifeni, tukaweka magusati. Hatujaomba chochote. Zinakuja Idi hapa Ramadhani, hatuombi futari wala udhiya, kimya, tunaenda zetu. Sasa hao wenye viherehere hao, waheshimiwa viongozi wetu hao, washughulikieni hao. Sisi tustirini, yatakiwa tuzungumzie haya maneno, lakini mtu mpuuzi tu anaweza kaona jambo dogo. Mimi nimeshtuka sana kuona baadhi ya viongozi wa serikali wanasema tunaanza ukaguzi. Ngasema salala, mwana kulitafuta mwana kulipata, kazi tunayo. Lakini serikali hii serikali sikivu, alafu inachagua, inawajua
viherehere wanajulikana. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala ali wa ashabihi alkiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.